Karibu. Mwenyezi Mungu alikuwa na maana kubwa sana alipomuumba binadamu. Pia akuishia hapo, akamuumba binadamu mwanamke na akamuumba mwanaume. Na Mungu alijivunia alipoumba binadamu wa kiume, kwa sababu ni kiumbe ambacho ni bora, na ndiyo maana mwanamke alitokana na mwanaume. Lakini kuwa mwanaume si tu kuwa na maumbile ya kiume, ila kuwa mwanaume ni kuweza kutekeleza na kutimiza majukumu kama mwanaume katika wakati sahihi. Muonekano wako wa nje unaonekana ni mwanaume, lakini kwa nini unashindwa kuchukua majukumu yako kama mtoto wa kiume? Kwa nini unashindwa kuwajibika kama gentleman na kutekeleza wajibu wako kwa wakati? Ni nini maana ya maneno yako kwangu? Unaweza usinielewe kwa kuwa tu umeamua kutokunielewa, au una sababu zako za msingi za kutokutaka kunielewa. Kila mtu kwa wakati wake anapitia maumivu, lakini binadamu wengi huwa tunayachukia maumivu tukiamini kwamba yapo kwa sababu tu ya kutuumiza. Lakini ipo faida ndani ya maumivu. Moja ya faida inayopatikana kwenye maumivu ni kuweza kuwajua watu vizuri zaidi ya vile ambavyo ulikuwa unawajua mwanzoni, kama ambavyo mimi leo nimekutambua wewe. Sikuwahi kutegemea wala kuwaza kwamba wewe unaweza ukanifanyia mimi kitu cha kinyama namna hii, kwamba wewe unaweza ukasababisha ukanijeruhi na kunitengenezea mimi maumivu kiasi hiki. Kwa nini umeacha wakati wote huo mimi nahudumia mtoto, natoa gharama zangu, nawajibika kwa majukumu ambayo wewe ndiye ulistahiki kuwajibika, kwa sababu wewe ndiye mhusika? Kwa nini uliacha niendelee kupoteza muda na kuhudumia, kuchukua majukumu ambayo yalikuwa ni ya kwako wewe? Kwa nini? Mbona sikuelewi ni nini ambacho nazungumza? Natumai Kiswahili ni lugha yako, na hichi ninachokiongea unakielewa vizuri sana. Sawa sawa sawa, lakini nataka nikwambie, pengine mimi sio mtu wa visasi, ndio maana leo nazungumza na wewe katika hali ambayo naongea. Lakini kwa kitu ambacho wewe umenifanyia, kwa maumivu ambayo wewe umeniwekea mimi ndani ya moyo wangu na jeraha ulioliweka, pengine nisingestahili kuongea na wewe hivi. Pengine nilipaswa kufanya kitu cha kinyama ambacho jamii nzima ingeweza kunichukia. Lakini why nifike huko? Kwa nini nifanye hivyo? Ni kwa sababu tu yule ni mtoto, malaika wa Mungu, ana hatia. Pengine ndio sababu inaonifanya nizungumze hivi. Sawa, umenifanyia yote ambayo umenifanyia, nimepokea, ila umenijeruhi ndani ya moyo wangu. Umefanya ulioyafanya, umeniona mimi mpumbavu, bwege. Sawa, nimepokea, ila mtoto wako anaumwa sana. Fanya haraka iwezekanavyo uende ukaokoe maisha yake. Muda tulionao hautoshi, na ukifanya masiara unaweza ukapoteza maisha ya mtoto wako. Wahi haraka, suka hospitali, ndipo alipo mtoto wako. Fanya hima. Asante.
Samahani, itesha kidogo nikiweza kufanya maandalizi ya kumwekea mtoto ndani. Nitakuita baadaye kidogo. Sawa. Tata. Samahani, tunaweza kuzungumza? Hatuwezi kuzungumza kwa maana mimi na wewe hatuna cha kuzungumza. Asante kwa kuja kuisaidia damu yako. Ilikuwa ni wajibu wangu kumsaidia. Kisa umaskini wangu ndo anikutaya, sijali nguvu zao, namwomba Mungu. Umaskini wangu, umaskini wangu, umaskini wangu, wangu nanitesa. Umaskini wangu, umaskini wangu mimi, umaskini wangu, wangu nanitesa, umaskini wangu. Kwa hiyo maana yao ilikuwa nini? Au lengo lao ni kulipiza kisasi kwa sababu ulimbaka binti yao, kwa hiyo wakaona ni bora tu umuoe wakati huo akijua kabisa kwamba binti yao ana mimba ambayo sio ya kwako? Na hicho ndicho kinachoniumiza zaidi. Unajua, nilifanya kila kitu kulea mimba. Kuna nyakati nilipitia nyakati ngumu, lakini nilipambana kwa kujua kuwa napigania damu yangu, napigania kiumbe changu. Lakini kumbe walikuwa wananihadaa, walikuwa wananifanyia kitu ambacho ukweli wanaujua. Ndio niamua kufuti. Nauma sana. Ni heli wangenieleza tu kweli, ikawa ni chaguo langu kwa sababu nampenda Leila, ningeamua nini cha kufanya. Lakini sio hiki ambacho wamenifanyia. Kuna namna naona na najua namna gani wanaumia. Bro, siku zote wewe ukiumia mimi naumia zaidi, kwa sababu wewe ni kakangu. Kwa nini wewe umekuwa mtu kuumia kila wakati? Alisha kuumiza nyuma, si ndio? Kwa nini historia ziishi? Every time Leila, why? Ani kwa nini kaka yangu ndio unashikwa na matatizo kila siku? Ifikie wakati basi kama yeye kaamua kuondoka, manake ameiona aibu, ameona upuzi na ujinga waliofanya. Basa, falo ya kiume, ushinde moyo wako. Kama vipi, toa chuma, weka chuma, oa mwanamke mwingine. Ni kweli walichokifanya hawakunitendea haki, wameniumiza. Wewe unaumia, unalia kila wakati. Unaumia, mtu anakutenda, anakufanya kama mpira, danadana, anapiga anapotaka. Mimi naumia, wewe kakaangu. Usiniambie unaumia. Wewe bro, umia. Kama unaumia, kwa nini unaendelea kuteseka? Why? Tell me bro, why?
mapenzi. Nashindwa kupambana na moyo. Nashindwa. Yaani kusema simpendi Leila au kosa liwe sababu ya mimi kuachana na Leila, nitakuwa na udanganya moyo wangu. Nitakuwa najidanganya na ukimbia uhalisia na ukimbia ukweli. Unachotakiwa ni kuwa sehemu yangu mimi. Mimi bado nampenda Leila. Nampenda sana. Nampenda kiasi cha kwamba siko tayari kuruhusu wala kuona naendelea kuishi mbali na mimi. Ni kweli amenikosea, sikatai. Amenikosea. Lakini bado ninamhitaji. Bado ninampenda, arudi tuendelee na maisha kama ilivyokuwa zamani. Na yeye ina maana kwamba inafuta kosa ambalo amenitendea yeye na familia yake. Linaniuma. Kila ninapolikumbuka napata maumivu. Lakini Leila ni wa thamani zaidi kuliko kosa alilolitenda. Okay, maamuzi yako nini? Uko tayari kuishi na mtoto ambaye sio wako, si ndio? Sitojali kwamba mtoto atakuwepo ama hatakuwepo. Ninachotakiwa kufanya na ambacho nataka nikifanye ni Leila kuendelea kuwa kwenye maisha yangu. Mimi usiwe unanishirikisha kwenye mambo yako. You are my brother but stupid. Who is Leila? What's going on? I mean, stupid Leila. Leila, kwa nini umeninyima haki ya kuishi na mwanangu? Kwa nini umeninyima thamani ya kuitwa baba kipindi chote hicho? Kwa nini umeamua kutia kisu cha moto katika kifua changu? Nimekosea wapi mimi? Leila, kweli umaskini wangu ndo ninyime haki ya kumjua mwanangu, haki ya kumlea mwanangu kweli? Kwa nini umeamua kuniumiza kiasi hichi Leila? Iko wapi ile chembe ya huruma na mapenzi yako kwangu? Leila, ungeninyima kila kitu, lakini si haki ya kujua kuwa mimi na mtoto. Haki ya kuitwa baba Leila, haki ya kuitwa baba. Umeniumiza sana Leila. Mwanzo nilikuwa nakuchukia sana, lakini baada ya kakaangu kukiri na kunieleza unyama ambao alikufanyia, nikaanza kukupenda. Ilikuwa ni huruma. Nikaona kabisa nilikuwa nakukosea. Sikuwa nafanya fair hata kidogo. Na uwezi amini, baada familia yako kuruhusu kakaangu akuoe, ilizidi kufurahi. Niliona kabisa umefanya ubinadamu. Leila, hiyo nimegundua wewe sio binadamu. Wewe ni mnyama. Hivi, unajua kuwa Chande mimi ni mdogo wake? Unajua kama yule mimi ni damu yangu? Ulifikiria nini? Uliwaza nini?
mpaka ukaamua kumbebesha kakaangu ujauzito ambao haumuhusu. Hata aibu. Hakumjua baba huyo mtoto. Kwa hiyo wewe unataka kusema kwamba hauna shukrani hata kidogo kwa mambo yote haya ambayo nimemfanyia kakako, si ndio? Hivi wewe unajisikia unachokizungumza? Unajipa nafasi ya kujisikiliza vyema? Shukrani hipi? Kwa kipi haswa? Hivi kwa mfano, ningeenda kumshtaki kakako kwa unyama ambao walikuwa wamenifanyia, ungekuwa naye mpaka leo? Bado angekuwa yupo hapa ulayani na anapiga round. Kutokwenda kushtaki kwenye vyombo vya sheria kwa kosa alofanya kakangu ndo kitu unajivunia, si ndio? Ndo kitu unahisi tunapaswa kukushukuru, si ndio? Haujui kama hakuna binadamu mkamilifu? Kakangu alikosea. La wewe jioni kama ulikosea? Wewe hujatenda dhambi kumbebesha mimba maso yake. Unampa mtu ujauzito mboso wake. Huo ni hata aibu. Wewe binti una huruma wewe. Naomba nisikilize. Nenda kamuulize kakako vizuri. Nilishamkwepa mara nyingi. Nilishamkataa mara nyingi sana. Lakini akatumia nguvu ya pesa aliyokuwa nayo. Akaja akatafuta familia yangu. Akamshawishi kakaangu na shangazi yangu kwa pesa zake alizokuwa nazo. Mpaka akanipata. Sasa kama aliweza kukuambia hayo yote, rudi, nenda kamuulize vizuri. Akwambie na haya kwamba yeye ndo sababu na chanzo cha mambo yote haya. Kwa hiyo hizo lawama zako unazonipa mimi sizitaki, kwa sababu sikupanga wala sikupenda kumpa kakako ujauzito ambao sio wake, ila ni yeye mwenyewe alisababisha. Umenielewa vizuri? Can't you see that? He loves you. Anakupenda ndio maana kafanya yote hayo. Uone. Wewe mwanamke gani usojua upendo? Sikia nikwambie. Au labda nikupe tu ujumbe. Nenda na ukamwambie kaka yako kwamba hata mimi mwenyewe mwanzoni sikuwa nikimpenda hata kidogo. Lakini maisha yameenda. Tumeishi. Na kwa sasa hivi ninampenda sana. Tena ninampenda, nampenda. Ninayo tu. Kwa hiyo wow. This is stupid love. Amazing.